Ndugu mtazamaji, taarifa hii inaangazia mtikisiko wa majibizano ya kisiasa unaoendelea nchini Tanzania kufuatia hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa wazee wa Dar es Salaam, hotuba iliyotolewa siku ya tarehe 2 Disemba mwaka 2025, na kauli zinazotolewa na makundi yanayoandaa maandamano yanayotarajiwa kufanyika Disemba 9, 2025. Katika hotuba yake, Rais Samia ametetea hatua zilizochukuliwa na vyombo vya dola dhidi ya maandamano ya hivi karibuni, akieleza kuwa zililenga kulinda amani na kuzuia kile alichokitaja kama jaribio la kuanzisha vurugu na mabadiliko ya utawala kwa njia isiyo halali. Alibainisha kuwa nguvu iliyotumika ilikuwa sawazisho na mazingira ya tukio, na kwamba dola haiwezi kutazama kimya wakati kuna dalili za kupinduliwa kwa utawala. Rais Samia pia alishutumu jumuiya ya kimataifa kwa kile alichokidai ni kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania, akiyataja baadhi ya mataifa ya kigeni kuwa wanajaribu kuvaa joho la ukoloni mamboleo. Alisema kuna juhudi za kuchochea machafuko kupitia ushawishi wa kifedha na ajenda za kisiasa kutoka nje ya nchi. Nyie ni kina nani? Fedha chache mnazotupatia ndio zitufanye tukubali kuvurugwa, alihoji Rais Samia. Hata hivyo, kauli hizo zimezua mjadala mkali kati ya waandaaji wa maandamano ya Disemba 9 na sauti mbalimbali za kisiasa mtandaoni. Baadhi ya makundi yanayohamasisha maandamano yamesema hatua za serikali ni jaribio la kuwazuia wananchi kutumia haki yao ya kikatiba ya kukusanyika na kutoa maoni. Wanakosoa kauli za serikali wakisema zinatengeneza taswira kwamba maandamano ni sawa na uasi wa kitaifa, jambo ambalo wanasema linalenga kuzima mijadala muhimu ya kisera na kikatiba. Viongozi wa baadhi ya makundi ya kiraia wanasema maandamano hayo yanalenga kushinikiza mabadiliko ya kisiasa, utawala wa sheria na mchakato wa katiba mpya. Wanasema madai ya serikali kuhusu kuchochewa na mataifa ya nje hayana ushahidi wa moja kwa moja, na kwamba serikali inapaswa kusikiliza malalamiko ya wananchi badala ya kuyapuuza kwa kuwahusisha na ajenda za kigeni. Kwa upande mwingine, baadhi ya wanasiasa wa upinzani wameshutumu kile wanachokiita ukandamizaji mpya wa kisiasa, wakidai serikali inatumia hoja ya ulinzi na amani kuhalalisha matumizi ya nguvu kupita kiasi. Kadhalika, makundi mengine yameonya kuwa juhudi za kukwamisha maandamano zinaweza kuongeza misuguano badala ya kuituliza. Kwa upande mwingine, kuhusu maandamano ambayo kwa sasa kuna tetesi mbalimbali kuwa yamebadilishwa tarehe kutoka Disemba 9 hadi wakati wa sikukuu za Christmas, serikali imesisitiza kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vipo tayari wakati wowote, ikisisitiza kuwa amani na utulivu ni kipaumbele cha taifa. Ikijibu madai ya kusuasua kwa mchakato wa katiba mpya, serikali imesema haijaufuta mchakato huo, bali inautaka ufanyike kwa utaratibu usiogeuzwa kuwa chombo cha shinikizo la kisiasa. Huku kauli zikizidi kushamiri, macho ya wengi sasa yanaelekea Disemba 9, tarehe inayoweza kubeba taswira ya mwelekeo mpya wa mvutano wa kisiasa nchini Tanzania. Serikali inasisitiza amani kwanza, waandamanaji wanasisitiza haki yao ya kiraia, na taifa lipo katika hatua ya kutathmini iwapo mvutano huo utaishia kwenye majadiliano au makabiliano. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chief inakuletea simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ndiyo Sauti ya Chief. Hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chief, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali tunazokuletea kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni katika ukurasa wetu wa comment section.